vipindi mbalimbali kama vitakavyotolewa hapa na dada Pendael. Na katika mchana wa leo tutaendelea na kipindi cha kwanza kabisa ambacho ni kipindi cha uwakili. Tutakuwa na mchungaji Pastor Stanley Josia, na baada ya mchungaji watasimama kwaya The Family Music kutupatia wimbo mmoja, na mara baada yao kitafuata kipindi kingine cha mafundisho makuu kitakachosimamiwa na mchungaji Pastor Elisha Zilahenda. Na mara baada ya hapo tutarejea kwa ajili ya utaratibu mwingine wa ibada. Mungu akubariki sana, na nimkaribishe mwenyekiti wa kipindi hiki, ataendelea kutupatia ombi kwa ajili ya mwendelezo wa vipindi tunavyoendelea navyo. Mungu akubariki sana. Amen. Makambi mtaa Mzizima 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Mbarikiwe sana. Sasa tunaingia katika kipindi kizuri, kipindi cha uwakili. Na tutakuwa na mnenaji wetu Pastor Stanley Josia. Kabla ya kumkaribisha, basi naomba tufunge macho wote tupate kuomba. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba yetu, Mungu wetu mwema, uketie katika kiti cha enzi juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Baba, tunakuja mbele zako mchana huu tukiwa na wingi wa shukrani katika mioyo yetu kwa ulinzi wako, kwa mibaraka yako ambayo umetupatia hadi saa hii. Baba, tumejifunza mambo mengi katika siku nzima ya leo, na bado naendelea kutulisha maneno yako ya uzima. Baba, endelea kuwa pamoja nasi, Roho yako Mtakatifu akatamalaki mahali hapa. Sasa mnenaji anapoenda kusimama kwa ajili ya kutufundisha somo la wakili, naomba kuwa pamoja naye, umuongoze, atufundishe kile ambacho umekusudia tufundishwe siku hii ya leo. Asante Baba kwani umesikia. Tunaomba na kushukuru katika pendo lake Yesu Kristo. Amina. Makambi Mzizima 2026. Makambi Mzizima 2026. Tusimame kidogo, tusimame tu kabisa. Tusimame. Mama nani ananiangalia kwa jicho la nani, lakini tusimame tu hivyo na mimi siwaangalii. Tusimame. Tusimame. Ni yule hajasimama. Kisimama, anasimama, sawa. Makambi Mzizima 2026. Ngoja tuendelee tukiwa tumesimama hivi. Nanyewe muonje ladha ya sisi tunavyohubiri tukiwa tumesimama. Asha Majura, Mungu akubariki. Unajua zamani na mimi niliwahi kuimba. Changamoto pekee niliyokutana nayo, unajua miongoni mwa watu ambao wamebarikiwa karama ya kutia moyo ni walimu wa kwaya. Nilikuwa ninaimba, lakini kumbe nikaja kugundua ninapotoka kuimba watu wananiambia mbona sauti yako hatuisikii? Nikaja kugundua kwamba wananipa mic alafu wale wataalamu pale wanaambiwa kwa hiyo ninatumia nguvu kubwa lakini sauti haitoki kwa sababu ya wale wataalamu. Lakini nikasema haitoshi kwa sababu mimi nataka kuimba. Kinizimia mic tashona sale nzuri kuliko wote. Alafu tutakutana kwenye kutabasamu hapa. Hauwezi kukosa vyote bwana, si ndio? Tuombe. Baba wa mbinguni, tunaomba useme nasi tena katika kipindi hiki cha uwakili. Kwa muda huu, kwa mengi au kwa machache, ukauhudumie mkutano huu wewe mwenyewe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mara kadhaa, mbona mmekaa? Kaeni.
mara kadhaa tunaposikia neno uwakili, jambo kwa haraka haraka linalokuja kichwani ni nini? Fedha, hela. Na wengine wameenda mbali zaidi, wakahusianisha fedha na uwakili kiasi kwamba kanisa linahitaji fedha yako. Kwa hiyo unaposimama kuzungumzia wakili, watu wanakaa kama unataka hela zao hivi. Lakini katika wiki hii, kwa hizi siku chache nitakapokuwa ninazungumza, zingatia, hatutazungumzia fedha. And by the way, unapoinaro stewardship na hela, focus yako kwenye stewardship ikiwa ni hela, you have to know that you are doing a great injustice as it is in Christ. Wale mnaoijua logo ya uwakili ya kanisa la Waadventista wa Sabato, wangapi mnaijua logo ya uwakili? Mzee Mnisi, kisema cha ubatizo kiko sehemu gani? Logo ya uwakili ya kanisa la Waadventista wa Sabato, wangapi wanaijua? Mzee wa Ukonga haijui? Unaijua? Wangapi wanaijua? Tunyoshe mikono sasa. Wangapi hawaijui? Wangapi wanasema bwana unatusumbua wewe, maliza ushuke? Sasa wengine mko wapi? Katika logo ya uwakili ya kanisa la Waadventista wa Sabato haijachorwa fedha. Imechorwa taji ya miba aliyoivaa nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo utagundua hakuna uhusiano kati ya uwakili na fedha ambayo wewe unadhani ndio uwakili wenyewe. 2, katika imani za msingi kuna imani inaitwa uwakili, si ndio? Ukisoma katika maelezo yote katika kitabu cha wanavyoamini wa Adventista, hautaona neno fedha katika imani hiyo ya msingi. Kwa hiyo uwakili ni zaidi ya fedha. Na kwa lugha ya moja kwa moja ni kwamba hauna fedha ambayo unaweza ukatoa kiasi kwamba mbingu zinaweza kushtuka. By the way, the greatest joy in stewardship is not you giving. The greatest joy in stewardship is God who is receiving. Kwa hiyo unapotoa, na laiti kama watumishi wa Mungu tungefahamu ya kwamba fahari katika uwakili sio wewe unayetoa wala kile unachokitoa. Fahari katika uwakili ni Mungu muumbaji, Mungu anayegawa vitu, Mungu anayebariki. Eti anaweza kushuka chini kwa ajili ya kupokea unachokitoa. By that sense, ninaweza kuambia uwakili sio makusanyo. Tunasema stewardship is not collection, but it is connection. Uwakili ni mahusiano yanayojengwa na kuimarishwa katika upendo wa anayetoa na anayepokea. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana fungu linaloongoza uwakili ni kitabu cha Yohana 3:16. Linasemaje sasa? Nasema? Hebu tuende kwa pamoja. 1, 2, 3. Kwa hiyo the key
text ama the text that drives stewardship, fungu linaloongoza uwakili ni fungu ambalo kabla ya kutoa limezungumzia kupenda. Kwa hiyo kabla ya kutoa kinachotangulia ni kufanya nini? Kupenda. Na kwa kila anayempenda kwa dhati Mungu, kutoa kwake sio ajenda. Wewe nashangaa unaambiwa nakupenda, alafu kwenye makambi hapa umekuja na mabutu. Kama anakupenda atatoa, na hatatoa kwa kulazimisha. Sikiliza. Rafiki yangu mmoja alikuwa anasimulia. Alikuwa anasimulia. Sasa sijasema kutoa hivi unavyomaanisha wewe. Alipata pisi moja. Binti. Mali imenyooka. Sasa hiyo mali, jamaa anavyosimulia sasa ni kisa. Anasema ile mali ina fedha kumzidi jamaa. Na ina kazi nzuri. Sasa mwanaume kujitutumua na yeye ikabidi aitoe out. Na wanaume wenzangu sikilizeni, kuna majibu mengine mnachelewesha wenyewe. Peleka mtoto sehemu nzuri inayoeleweka. Alipompeleka out wakiwa na rafiki yake kwenye kahoteli tu fulani kazuri, juice moja 8,000. Shazoea za 500 mchanganye kidogo mara moja na juice ya 8,000. Wakapiga juice. Kumbuka nazungumzia ajenda yangu ni nini? Upendo na kutoa. Akapiga juice ya 8,000. Washikaji wakajikaza wakapiga zao maji. Unajua kuna kodi fulani wanaume tunazijua. Unasema tu basi yale tu, lakini sasa moyoni na kwa unaomba ni kama aombe tu maji, lakini sasa binti naye anayafanya kweli. Walikuwa wawili wakajichanga kwa jumla shilingi 50,000. Walipojichanga binti akala, wakaishiwa hadi nauli. Hawa watu wakatembea, nazungumzia kupenda na kufanya nini? Wakatembea kutoka Ubungo mpaka Kimara kwa sababu hawana nauli. Hela yote wamefanya nini? Wametoa. Sasa wewe unayesema unapendwa hapa kila siku, wewe makutano yenu ni kwa nani? Kwa Mudima Chips pale ndio unabananishwa utoe na juu hapo. Wapendwa, kama Waadventista wa Sabato tukisema tunampenda Yesu kweli kweli, lazima upendo wetu unakuwa reflected na kutoa. By the way, tunaposema stewardship, wewe sio mwanzilishi, yeye mwenyewe ndiye alianzilisha. Mwanzo sura ya 1 inazungumzia uumbaji. Kweli si kweli? Come on. Kweli si kweli? Mungu anaumba. Na Mungu aliumba kwa siku ngapi? Na aliumba kwa siku 6. Mwanadamu aliumba siku ya ngapi? Niwaulize swali pia hapo. Je, mwanadamu alipumzika siku ya ngapi? Watu wa Mzizima, watu wa Ukonga na watu wa Kesha Mwenge, makanisa matatu. Mwanadamu alipumzika siku ya ngapi? Ninaomba nirudie kwa mara ya mwisho. Mwanadamu alipumzika siku ya ngapi? Aya. Mwanadamu aliumbwa siku ya ngapi? Pumziko lilikuwa siku ya ngapi? Wakati wa pumziko mwanadamu alikuwa na siku ngapi akiwa ameumbwa?
Yeye amesoma shule gani? Waliosoma basi la njano na waliosoma kidumu na mfagio wote sasa hivi hawaelewi. Kwa hiyo point yangu ni nini? Mungu anatangulia kutengeneza mazingira. Anaumba kila kitu bila mwanadamu. Na anakuja kumuumba mwanadamu. Katika pumziko la siku ya 7, Mungu ndiye aliyepumzika siku ya ngapi? Ila mwanadamu alipumzika katika siku ya 7, kwake ilikuwa ni siku ya akiwa ameumbwa. Si aliumbwa siku ya 6? Hasa hiyo inahitaji mahesabu gani tena? Na kilichofanyika, Mungu sasa ambaye ndiye wakili. Unajua tofauti ni moja. Mimi ni wakili kwa Mungu, lakini Mungu ni wakili kwake yeye mwenyewe. We are stewards to God, but God is steward to himself. Na ndiyo maana tunasema God is the creator and sustainer. He is the steward to himself. Kwa hiyo siku ya pumziko ndio siku ambayo wewe anakupatia umiliki, anakupatia utawala. Mwanadamu, Biblia haisemi alipumzika kwa sababu alifanya kazi. Mwanadamu alipumzika kwa sababu Mungu wake alipumzika. So we rest not because we have done something. You rest because your God is there. Haleluya mkutano. Kwa hiyo kuanzia kesho nimeambiwa na dakika 20. Muda ukifika tu wewe nyosha na zikibaki dakika kama 5 hivi. Nyosha kibendera. Tuko pamoja mpaka hapo? Tumechanganyikiwa hapa, mna maswali kama 6 kichwani. Tutajibu tu kwa mbele ya safari. Wala hata msiwe na wasiwasi. Kwa hiyo ni vema kufahamu ya kwamba mimi ni wakili kwa nani? Lakini Mungu ni wakili kwake yeye mwenyewe. Na ndiyo maana utagundua, si kama mtu anaweza kunisomea kitabu cha Wakolosai sura ya 1 aya ya 15. Mtu mmoja nisomee. Unajua hizi fursa za kusoma ndio hizo ndio utaonekaniamo humo. Mabinti na vijana wa Mzizima si wako hapa. Wakolosai sura ya 1 15 na 16. Ngoja nisome mwenyewe. Aya, sikiliza sasa. Anasema naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Sikia aya 16. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote vingapi? Viliumbwa, vilivyo mbinguni, vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake moja, lakini mbili, kwa ajili yake. Nina wasiwasi sana kama mnanielewa nyinyi. Biblia inasema vitu vyote viliumbwa na nani? Vilivyo duniani na vilivyo. Niulize swali, Lucifer aliumbwa na nani? Na ndio maana utagundua Mungu ambaye ni wakili wa kwanza
kwake yeye mwenyewe. Ilipokuja swala la anguko la mwanadamu ili kumshinda mwovu, yeye mwenyewe tena ikabidi afanye nini? Ashuke. Lakini swali nataka tuulizane katika wiki hii, katika hizo siku chache nitakazokuwa nikifanya wakili. Wewe ni wakili wa upande gani? Kwa sababu kama tunakubaliana ya kwamba stewardship is not correction, is connection. If at all we are connected to our God, tuna upendo kwa Mungu, je, tunafanya kama Mungu anavyotaka? Maswali mengi utakuta, hii zaka, hii sadaka, sielewi. The question that I have for you, are you connected to your God? Unajua upendo hauna maswali. Yule jamaa wangu aliyetembea kwa mguu angekuwa na maswali ya kuuliza kutoka Ubungo kwenda Kimara. Jamaa wangu mwingine aliweka simu bondi kwa ajili ya 20,000 na ngapi? Upendo. Sijui kama hiyo simu alikuja kuikomboa au mpaka leo bado ipo huko. Kwa sababu ya upendo. Maswali mengi leo, unajua zaka, unajua sadaka. Swali moja tu la msingi, are you real connected to your God? Kitabu cha Wafilipi sura ya 3. Tunapomalizia kwa siku ya leo, Wafilipi sura ya 3 aya ya 20. Neno la Mungu inasema, kwa maana sisi wenyeji wetu uko. Nataka nizungumzie tu hii wenyeji. Neno wenyeji hili lililotumika mahali hapa ni neno politeuma katika lugha ya Kiyunani. Na neno hili limejengwa na maneno matatu. Neno la kwanza ni neno commonwealth. Neno la pili ni neno citizenship. Commonwealth ni nini? Sikia hapo mnaongea Kiingereza au ni vipi? Commonwealth ni nini? Mzee Manyama, watu wako. Pili, citizenship ni nini? Commonwealth Jumuiya ya Madola kwamba Commonwealth ni Jumuiya ya Madola kwa hapa. Nimesema neno politeuma ni neno ambalo limejengwa na maneno matatu. Neno la kwanza ni nini? Commonwealth. Neno la pili ni nini? Citizenship. Neno la tatu ni conversation. Sasa mimi nataka nizungumzie commonwealth, ambayo ni ustawi. Ndio si ndio? Ustawi. Na swali katika uwakili jioni ya leo, wewe unastawi wapi? Nina pendekezo kwako na kwangu. Mungu atusaidie tutambue ya kwamba sisi ni mawakili kwake, na hivyo tunapaswa kustawi kwake. Haleluya. Tusimame tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa kutuamini kiasi hiki. Umetuamini na kila kitu ambacho tunacho. Ni wakati wa kuitika wito wako, kwa kuwa unatukumbusha katika makambi haya kwamba sisi ni mawakili, tukiakisi tabia yako uliye wakili mkuu. Utusaidie Mungu wetu, na hata katika kambi hili mguse mtu mmoja, mkumbushe mtu mmoja ya kwamba hata lile
lengo ulilowawekea ikiwezekana liwe dogo machoni pa mkutano huu. Watoto wako wafanye hatua kubwa mbele zaidi kwa utukufu wa jina lako. Ninawaombea baraka tele, wafanya biashara, wafanya kazi, wanafunzi, wote kwa pamoja. Neema yako iwe juu yao kwa jina la Yesu. Amen.
sisi wanadamu. Anajua miaka yote tunayoishi na mahitaji. Mimi ni Mungu wako, kila ulitendalo mimi nalijua, tena nalikufahamu wewe, tangu tumboni bado hujazaliwa. Ni hakika twayaweza yote katika kukuamini Bwana. Wajua shida zetu, enda nasi Bwana siku zote. Ni hakika twayaweza yote katika kukuamini Bwana. Wajua shida zetu, enda nasi Bwana siku zote. Sasa tutambue ya kwamba lipo moja tupaswalo kuamini, kumtazama Yesu Mwokozi, kimbilio letu wakati wote. Yeye ni mwaminifu, alidhihirisha pale msalabani, tena kwa kupigwa kwake Yesu alituunganisha na yeye Mungu. Ni hakika twayaweza yote katika kukuamini Bwana. Wajua shida zetu, enda nasi Bwana siku zote. Ni hakika twayaweza yote katika kukuamini Bwana. Wajua shida zetu, enda nasi Bwana siku zote. Ni hakika twayaweza yote katika kukuamini Bwana. Wajua shida zetu, enda nasi Bwana siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Makambi mtaa Mzizima 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu.
Basi kipindi kinachofuata saa hizi ni kipindi cha mafundisho makuu ambacho kitaletwa kwetu na mchungaji Elisha Zilaenda. Atakuja mara baada ya ombi na tukae tayari kwa ajili ya kumsikiliza. Mimi naitwa Jenny Sweki ambaye ndiye mwenyekiti katika kipindi hiki. Basi kwa pamoja tusimame tuweze kuomba kwa ajili ya mafundisho makuu. Baba Mungu wetu ketie mahala pasiri mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya wema wako. Tunakushukuru kwa ajili ya masomo yanayoendelea katika kambi hili la mtaa wa Mzizima. Baba, katika kipindi hiki tunakuja tena tukimleta mbele yako Pastor Elisha ambaye atasimama kwa ajili ya mafundisho makuu. Ninakusihi Bwana, yale yote atakayoyanena yatoke kwako na watu wako waweze kuelewa, waweze kuenenda sawa sawa na mapenzi yako. Hebu Bwana kuwa pamoja naye kuanzia sasa, na sisi washiriki ukatupe moyo wa kuweza kusikiliza na kuelewa yale ambayo tunafundishwa katika kambi hili. Asante kwa ajili ya mibaraka inayoendelea katika siku nzima. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Amina. Karibuni kwa ajili ya mafundisho makuu. Makambi mtaa wa Mzizima 2026. Asi nimeelewa kwa nini Pastor Josi aliwasimamisha. Naomba kuuliza tena. Makambi mtaa wa Mzizima 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Karibuni katika kipindi hiki cha mafundisho makuu. Na kwa hivyo, kwa sababu jana tulikuwa na utangulizi, lakini yako mambo ambayo tulijifunza. Na mimi sitaki nijiaminishe kwamba tulielewa wote, lakini naomba tu nijiridhishe. Ni wangapi tulikuwepo jana? Okay, asante. Na swali la pili, kanisa letu lina mafundisho makuu mangapi? Fundisho la kwanza, unanyosha tu mkono. Fundisho la kwanza, ndio, karibu. Fundisho kuhusu Mungu. Asante, jamani tumpe amina. Fundisho la pili, ndio, karibu. Fundisho kuhusu mwanadamu. Jamani tumpe amina. Fundisho la tatu, ndio, karibu. Fundisho kuhusu wokovu. Amina. Fundisho la nne, ndio, hapo katikati, karibu. Fundisho kuhusu kanisa. Tumpe amina. Fundisho la tano, ni watu. Pastor Stanley. Mbona ina maana masomo ndio kule nyuma, karibu. Wewe hapo naigeuka. Fundisho kuhusu mwenendo wa Kristo. Jamani amina? Au na nyie mjui? Mbona mna sita? Namba 6. Naona ni wale. Nataka mtu mwingine.
Namba 6, ndio kule kaka nyuma kabisa kule. Karibu. Kuhusu nasikia tu kuhusu matukio ya siku za mwisho. Sasa na jana tukatazama kwamba katika mafundisho makuu haya 6 ndani yake kuna imani za msingi. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasema imani za msingi ziko ngapi? Ziko 28. Okay, namba 1, maandiko matakatifu. Namba 2, Utatu Mtakatifu. Namba 3, Baba. Ni washiriki au ndio hawa waliotoka wamesema enda Bwana na siku zote kwa sababu tunajua unajua yote? Au ndio zile stress ulizonazo ndio anazijua? Kwa hiyo sawa. Sasa tumesema Mungu Baba ni imani namba ngapi? Namba 3. Namba 4, Mungu Mwana. Namba 5, Mungu Roho Mtakatifu. Natamani hizo sauti ziendelee kupaa. Yaani hivyo hivyo tulivyoanza tuendelee. Namba 6, uumbaji. Namba 7, wow, hongereni. Namba 8, wow, hongereni. Namba 9, namba 9, namba 10, 11, 11 ni nini? Kumi na mbili. Ndio Pastor Saguda hapa alikuwa anasema kwamba ni vizuri ukalifahamu kanisa lako kwa kile linachoamini. Otherwise itakuwa ni rahisi sana. Sasa naomba nirudie tena. Hebu endeleeni kunitia moyo. Haya, 12 kanisa. 13 waliosalia na utume wao. 14 15 ubatizo. 16 meza ya Bwana. 17 Ramana roho ya huduma. 19 karama ya 18 karama ya unabii. 19 sheria ya Mungu. 20 Sabato. 21 wakili. 22 mwenendo wa Mkristo. 23 ndoa na familia. 24 huduma.
24 24 ujio wa pili. Tuko 24 24 24 mtanichukia tu, hatutaweza, yani kila siku tutakuwa tunaanzia hapa. 24 huduma ya Kristo katika takatifu au makao ya mbinguni. 25 ujio wa pili wa Yesu Kristo. 26 wow. 27 milenia na mwisho wa dhambi. 28 nchi mpya. Asanteni kwa kujikongoja. Hata hivyo mmejitahidi. Naona mmechoka kweli. Ninawatia moyo, siku ya kesho tutaendelea na tulipo. Kwa hiyo tujitahidi mahali hapo. Haleluya. Na katika makambi haya tulisema katika habari ya katika imani za msingi 28 takuwa tunatazama namba ngapi? 25. Na yenyewe inasemaje sasa? Ujio wa pili wa Kristo. Na kwa sababu ya ujio wa pili wa Kristo, siku ya jana tukasema kwamba yale mambo yote ambayo yalinenwa katika Biblia yalitimia. Tunaona kwamba Ibrahim anaahidiwa kwamba nitakupatia uzao na nitakubariki, na wewe utakuwa taifa kubwa. Na kilichotokea lilitimia. Lakini pia akaambiwa kwamba utakuwa ni baba wa mataifa. Tuliangalia pale jana kile kitabu cha Mwanzo sura ya 12 na ule mstari wa 2 na mstari wa 3. Lakini hatukuishia hapo peke yake. Tuliona kitu kingine. Mungu mambo mengi ambayo aliwaahidi wana wa Israeli na yakatimia. Tulisoma kile kitabu cha Yoshua ile sura ya 21, tukasoma ule mstari wa 45. Kwa hivyo na tukasema kwamba neno la Mungu linapotoka, linapokwenda, halirudi bure. Kwa hivyo kwa kuwa halirudi bure, tuende tu taratibu. Kwa sababu unaposoma Biblia ni njia ambayo Mungu anaitumia kuzungumza na wewe. Lakini unapoomba ni njia ambayo wewe unaitumia kuzungumza na Mungu. Kwa hiyo usibaki tu mtu wa kuomba bila kusoma neno la Mungu. Unamfanya tu Mungu yeye awe ni msikilizaji na si msemaji. Na kila neno lililopo katika Biblia lifuate. Na tukasoma kile kitabu cha Waebrania sura ya 4 na ule mstari wa 4, ambapo unakutana na ahadi kwamba
Yesu atazaliwa. Na ni kweli kabisa, Yesu alizaliwa. Lakini kuna kitu kingine ambacho tulikisoma katika kile kitabu cha Mathayo, ile sura ya 28. Neno ya Yesu mwenyewe anasema, tateswa, nitakufa, na siku ya 3 nitafufuka. Vivyo hivyo tukaona kwamba Yesu atarudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Yesu atarudi tena. Jambo hilo ni hakika. Na kwa sababu ni hakika, tukasema katika Biblia imerekodiwa mara 1518 ujio wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni hakika atarudi tena. Lakini unaweza ukajiuliza, je, manabii wa kale walilizungumziaje jambo hili? Manabii wa kale waliona ujio wa Yesu Kristo? Jibu la hakika ni hili hapa, kutoka katika Agano Jipya. Tufungulie kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 30, sura ya 3 na ule mstari wa 20 na mstari wa 21. Moja, tusomee kitabu cha Matendo sura ile ya sura ile ya 3 mstari wa 20 na 21. Inasemaje? Kitabu ni cha Matendo ya Mitume sura ya 3 na ule mstari wa 20 na 21. Aliyefika hapo atusomee. Basi kama hakuna, ninaomba nisome. Matendo sura ya 3 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema maneno haya: apate kumtuma Kristo Yesu aliyewekwa tangu zamani. 21. Ambaye ilimpasa kupokewa mbinguni hata zije zamani za kufanywa namna gani upya vitu vyote. Zilizofanyaje? Zilizonenwa na nani? Na Mungu kwa kinywa cha nani? Wa namna gani? Tokea mwanzo wa ulimwengu. Kwa hivyo soma pia Waebrania sura ile ya 11 na ule mstari wa 10 hadi na mstari wa 13. Utakutana na kitu fulani hapo. Lakini pia ukisoma kitabu cha Yohana ile sura ya 8 na ule mstari wa 56. Jambo pekee ambalo unapata kulielewa ni hili: Ibrahim rafiki wa Mungu aliona pia siku hii na kushangilia. Maandiko yanathibitisha kwamba Ibrahim baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Yohana 8 mstari wa 56. Lakini mkaaji katika mahema na nchi za ugenini alikufa katika imani, kama ilivyokuwa kwa uzao wake, ambao baada ya kupokea ile ahadi walilala katikati ya imani. Kwa mujibu hiyo wa kitabu kile cha Waebrania sura ya 11
na ule mstari wa 10 na mstari wa 13. Alipokuwa katikati ya mateso makali, wakati ambapo kila kitu kilionekana kuwa giza, alipokuwa katika ugonjwa wa kufisha na maumivu makali, wakati ambapo amepoteza kila kitu na kubaki kama alivyo. Ninamzungumzia nani huyu aliandika? Ninamzungumzia Ayubu. Lakini katikati ya maumivu makali sana, Ayubu anasema, lakini najua mtetezi wangu yu hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukawa unapitia mambo mazito magumu. Ninataka nikutie moyo. Yesu atakuja tena kutuchukua. Lakini achana na unabii wa kale. Unabii wa Agano Jipya, ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 28 na ule mstari wa 30, unakutana na ushuhuda wa Yesu Kristo yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe ambapo anazungumza maneno haya, ndipo itakapoonekana ishara ya Mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Kwa hiyo wapendwa, katikati ya mateso makali, akiwa amefungwa minyororo mbele ya Kayafa, akiwa ameishiwa nguvu, huku akiwa amesimangwa na viongozi, huku akiwa na maadui zake, Kristo analazimishwa kujibu kwamba tuambie, je, wewe kweli ni mwana wa Mungu? Lakini jibu la Yesu Kristo lilikuwa ni jepesi. Aliwaambia kwamba wewe wajua. Lakini nawaambieni, tangu sasa mtamwona Mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu mbinguni. Hicho ni kwa mujibu wa kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 26 na ule mstari wa 64. Kwa hivyo baada ya kupaa kwake, wakati wanafunzi wanashangaa, wakati wanafunzi wanaposhangaa huku wakitazama mbinguni, malaika akasimama akawaambia, enyi watu wa Galilaya, mbona mnasimama mkitazama mbinguni? Hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Matendo sura ya 1 mstari wa 11. Ndipo anawaambia kwamba yule ambaye mnayemwona amechukuliwa kwenu kwenda mbinguni,
mtamwona tena akija jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka niwatie moyo wapendwa, ujio wa Yesu Kristo ni hakika. Kristo alikuwa amepaa mbinguni kwa namna ya kibinadamu. Wanafunzi walikuwa wameona wingu likimpokea. Yesu yule alikuwa akitembea, akizungumza nao, akiomba nao, ambaye alikuwa akimega mkate pamoja nao, ambaye alikuwa pamoja nao katika yale mashua kule ziwani, lakini ambaye siku hiyo hiyo aliteswa pamoja nao juu ya kupaa kwake katika mlima Mzaituni. Yesu huyo huyo alikwenda kushiriki kiti cha enzi cha Baba yake, na malaika walikuwa wamewahakikishia kwamba yule mliyemwona amepaa atarudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Paulo akiwa amefungwa na mkatili Nero na ameandaliwa tayari kuchinjwa, alisema maneno mazito. Soma kile kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 na ule mstari wa 8. Alisema maneno mazito, akasema, baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu. Bwana Yesu asifiwe. Bali wote, watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Lakini pia Yohana, ambaye aliyependwa na Yesu, alipendwa sana na Yesu, akiwa katika kile kisiwa cha Patmo. Yohana huyo akiwa na huzuni nyingi, alipelekwa ili akafe, lakini akiwa katika huzuni kubwa na uchungu mwingi na upweke mwingi, alimuona mkuu mfalme akishuka na mawingu, na Yohana akaandika, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo ni hakika atarudi. Wapendwa, mambo ya kuzingatia. Sijajua dakika zangu zimebaki ngapi. Okay. Tutaanza kesho tulipoishia. Lakini atakapokuja atatokea wazi. Atakapotokea wazi ataonekana duniani kote. Atakapoonekana duniani kote, atakuja na utukufu mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tutaona kesho. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Je, kuna mtu ana swali? Tusimame tuombe.
Baba, ni hakika utarudi tena. Ni hakika utarudi tena. Tusaidie kujiandaa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wa Mzizima 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Yes, ninaona kambi limekwisha changamka kabisa. Yaani kambi limechangamka. Kuna mtu mmoja akawa ananiambia, bwana, watu wa Mzizima ni watu wa maombi. Tulikuwa tunaelekea direction fulani, Bwana akasema hapana, tutakwenda direction hii. Kwa hiyo anasema tumepata njiguna wa Tanzania. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo anawatumia watumishi wake katika nafasi mbalimbali au vipindi mbalimbali, na tunaendelea kubarikiwa. Tuna appreciate. Jina la Bwana litukuzwe. Nipo hapa kwa ajili ya mambo machache, ni waalike tufumbe macho tupate kuomba. Tunakushukuru Yesu katika sana wakati kama huu tunapokwenda kwenye utambulisho pamoja na matangazo machache kwa pamoja nasi kwa jina la Yesu. Amen. Tunamshukuru Mungu, makambi yetu kama tulivyokwisha kusema, nilivyosimama mara ya kwanza kutambulisha, nilisema ya kwamba wahudumu wengine wapo njiani wanakuja, na hatimaye tumekwisha pokea wahudumu, na leo jioni nadhani tena tutapokea mhudumu mwingine. Kwa hiyo naomba niweze kuwatambulisha kwa wale ambao wamekwisha fika katika siku ya leo, ambao waliingia wengine tokea jana. Tunaye mchungaji Matias Saguda. Mchungaji Matias Saguda anakuja kwetu kutoka mtaa wa Mbweni. Yeye anaendelea kufanyika baraka katika vipindi. Atakuwa anasimamia vipindi vya uongozi, lakini vile vile atakuwa anatubariki kwenye mgawanyiko. Atakuwa anatubariki katika zile ndoa komavu na ndoa kongwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba simama aweze kuwasalimia washiriki. Kwa sababu najua tayari mmekwisha muona, lakini kwa taarifa niliyokuwa nayo ni kwamba sio mara yake ya kwanza kuja katika kambi la Mzizima. Nadhani ana uwenyeji fulani. Kwa hiyo jina la Bwana litukuzwe. Lakini tunaye dada yetu Asha Majura, alitufikia na amekwisha tubariki katika nyimbo kadha wa kadha. Ninamwomba simame aweze kuwapungia washiriki mikono. Dada Asha. Naona yuko kwenye majukumu mengine. Tunatambua uwepo wake na tumebarikiwa naye. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini vile vile tuna kikundi cha Akashia ambacho kimekuja kwetu kutoka mtaa ule wa Mwenge. Naomba mahali popote walipo wasimame watupungie mikono tafadhali. Asante sana, Bwana wabariki na karibuni sana katika kambi la Mzizima. Asante sana, Mungu abariki sana. Kuna mambo machache naomba niyatambulishe kwenu. Tunayo meza ya wainjilisti wa vitabu pale. Sidhani kama watu tumefikia sana ile meza, lakini tunayo meza pale ya wainjilisti wa vitabu. Na siku ya Ijumaa, kwa sababu siku ya Ijumaa ni nusu siku, tutakuwa na huduma ya kugawa vitabu katika eneo letu hili linalotuzunguka siku ya Ijumaa. Kwa hiyo siku ya Jumatano itakuwa ni siku rasmi ya kununua vitabu. Siku ya Jumatano tutanunua vitabu na siku ya Ijumaa tutavigawa vitabu. Siku ya Jumatano tutanunua, siku ya Ijumaa tutavigawa vitabu. Vitabu ambavyo vipo ambavyo tulijielekeza kuvigawa, tunalo kitabu cha Pendo Lisilo na Kifani, gharama yake shilingi 4,500. Maneno ya Matumaini shilingi 3,000. Sabato ya Kweli shilingi 3,500. Jipatie Amani Moyoni shilingi 4,000. Na Uwe Tayari Yesu Anakuja shilingi 5,000. Lakini mbali na hivi haujazuiwa kununua vitabu vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni katika namna ambavyo tutakavyonunua tutavigawa hapa. Kwa hiyo siku ya kesho tutakuwa na msisitizo juu ya vitabu. Alafu siku ya Jumatano kutakuwa na utaratibu fulani ambao tutakaoweka,
ambao katika utaratibu huo utatupelekea kuweza kununua vitabu hivyo kwa ajili ya kugawa eneo hili ambalo tumezungukwa na nyumba nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo niwaombe katika hilo, tujiandae katika hilo. Haimaanishi mpaka uwe na keshi. Inawezekana ukawa umekuja lakini una keshi, lakini bado tuna uwezo wa kufanya ahadi yako, unaweza ukaiweka na bado tukagawa vitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini vile vile siku ya Alhamisi itakuwa ni siku ya kutoa sadaka ya shukrani katika kambi letu. Kambi letu la mtaa wa Mzizima au kanisa la Mzizima tuna sadaka ya milioni 13 ambayo kwayo tunatamani kuweza kuifanikisha ndani ya wiki hii. Milioni 13, naamini kwa neema ya Bwana yote yanawezekana. Haleluya. Kwa hiyo siku ya Alhamisi itakuwa ni siku maalum kwa ajili ya kukwea katika mlima huu kwa habari ya sadaka ya shukrani, ambayo sadaka hii ambaye atakayekuwa atatuongoza katika kipindi hiki na atakayekuwa anaendelea kusisitiza katika kambi hili ni mchungaji wetu ambaye anayeongoza katika kipindi cha uwakili, Stanley Josia. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusema hayo, Bwana wabariki. Tufumbe macho tupate kuomba. Neema yako Bwana yatosha, katusaidie katika yote ambayo tunayotamani kuyatenda katika kambi hili, hasa ukizingatia sadaka ya shukrani ambayo inaakisi kile ambacho Bwana umetutendea kwa mwaka mzima, lakini zaidi sana uinjilisti katika eneo linalotuzunguka, ukizingatia hatujawahi kufanya uinjilisti mkubwa. Tunatamani Mungu wa mbinguni kupitia kambi hili tukafanya uinjilisti wa vitabu kwa namna pekee kwa utukufu wa jina lako. Neema yako Mungu yatosha na mapenzi yako Kristo yakatimizwe kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Makambi mtaa wa Mzizima 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Makambi mtaa Mzizima 2026. Kwa hakika inapendeza. Tumeendelea kubarikiwa na wachungaji wetu ambao wapo katika kambi hili kwa masomo ya uwakili na mafundisho makuu, vipindi vilivyoisha hapo kabla. Na kwa wakati huu una nini kwa ajili yetu Brother Michael? Unajua, wakati nilikuwa napita kwenye mitandao ya kijamii, nikakutana na ujumbe fulani hivi. Ni kama binti alikuwa anaulizwa, na swali lilikuwa ni kwamba kati ya daktari na mwimbaji anayeimba bass, unadhani ungechukua yupi? Kwa hakika ile picha ilionyesha yule binti akiwa anashangaa na nikana kwamba namdharau vile aliyeuliza swali, na akajibu, hivi unalinganisha mwimbaji wa bezi na vitu gani hivi? Lakini sasa cha kushangaa, kuna watu kwenye darasa la singles, waimbaji wa bezi nimeona wengi. Sijasema jamani waimbaji wa ukonga, kwa hiyo tafadhali tusamiane katika hilo, lakini naamini ya kwamba Mungu ataendelea kutubariki na kutuongoza sana. Mungu awabariki sana. Amina. Kwa wakati huu tunaelekea katika ibada kuu, kwa hivyo tujiandae kwa ajili ya huduma hiyo. Naam, na katika somo la siku ya leo, somo linasema kwamba machafuko katika kwenda, na Pastor Thomas Bihene. Na sasa ni zamu ya praise team kwa ajili ya kutongoza katika session ambayo iko mbele yetu. Mungu awabariki sana.